hamtakuwa mnanisikia bungeni nikiuliza maswali. Na kwa miaka 15 takriban jimbo letu la Arusha limekuwa jimbo la ahadi. Watu wakiahidi watajenga hiki, watafanya hiki, watafanya hiki, watafanya kile. Nimekuja na mbinu mpya. Makonda sitaongea, ila kazi itaongea kwa niaba yangu. Hamtasikia nikipiga kelele, lakini ukipita mtaani ukaona barabara inajengwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Mkipita barabarani mkaona nguzo za umeme zinatandikwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Mkiona viwanja vya mpira vidogo vidogo vinajengwa, elewa Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Nitahakikisha ndani ya miaka 5 tunabadilisha jiji letu la Arusha na kurudisha kwenye hadhi yake ya kuwa Geneva ya Afrika. Ndugu zangu, ninafahamu ya kwamba mji huu una vijana wenye vipaji vingi. Wako wenye vipaji vya pikipiki, wako wenye vipaji vya riadha, wako wenye vipaji vya kuendesha baskeli, wako waimbaji, wako wanaweza kuingia kutengeneza movie. Naomba niwahakikishie ya kwamba ofisi ya mbunge ambayo kuanzia mwezi wa 6 tukikamilisha ujenzi itaanza kufanya kazi na itakuwa na vijana wasiopungua 30 kuhakikisha kwamba kila kijana mwenye kipaji katika jiji la Arusha anakuwa mfano kwa Tanzania. Naomba mkae mkao wa kula. Naomba ndoto mlizokuwa nazo miaka mingi muamini ya kwamba nuru iko mbele yenu. Niwaombe sana msipoteze muda kwenye mambo yasiyotengeneza pesa. Potezeni muda kwenye mambo yanayotengeneza pesa. Nilitangaza kule wizarani ya kwamba tunapoelekea kwenye AFCON tunataka kila sekta ya burudani ijiandae. Nimeona hapa mama zangu, nimeona mpaka kaka zangu, kwaya, ngoma, wachoraji. Tunakwenda kuwashindanisha wasanii wa Tanzania na kikundi bora, mwimbaji mmoja mmoja, mwimbaji katika kikundi, dansa katika kikundi, dansa mmoja mmoja, mchoraji bora. Watapongezwa, watatambulika, na hao watahusika kwenye mashindano yote ya AFCON, na tutawalipa pesa itakayobadilisha maisha yao.